Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Natumaini unaendelea vyema na Mungu anaendelea kukutunza. Mtu wa Mungu, tuangalie dhambi ni nini na inafanya nini. Tunaona wazi kwamba dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu, yaani kufanya lolote lile ambalo lipo kinyume na maagizo ya Mungu au mapenzi ya Mungu inakuwa ni dhambi. Maana Mungu akisema kwamba usiue ukaua, maana umetenda dhambi. Huo ni mfano tu, lakini lolote lile ambalo lipo kinyume na mapenzi ya Mungu au sheria za Mungu, maagizo ya Mungu, basi hilo ni dhambi. Na dhambi inafanya nini? Dhambi huleta mauti. Hiyo mauti ambayo inaletwa na dhambi sio mauti ambayo kila mtu anakufa, kwa sababu tunajua kwamba wote tutakufa, maskini kwa matajiri, waliookoka kwa wasiookoka, tuliomwamini Yesu kwa wasiomwamini Yesu, wote tunakufa katika hali hii ya mwili. Lakini mauti ambayo inazungumziwa hapa ni ile ambayo inazungumziwa katika kitabu cha Ufunuo. Anazungumzia vizuri sana katika kitabu cha Ufunuo kwamba wote wasiomwamini Yesu Kristo, ambao hawajaoshwa kwenye damu ya Yesu Kristo, sehemu yao ni jehanamu ya moto wa milele. Hiyo ndo mauti ya pili. Ndo mauti ambayo inazungumziwa. Tukisoma kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23, neno la Mungu linasema kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kumbe kila mtu sasa ana dhambi. Kila mtu amezaliwa na dhambi. Tunaona wazi kabisa kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja ambaye ni Adam, baba yetu Adam. Lakini pia tunaona kwamba dhambi inaondolewa kupitia mtu mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Manake kama haujampokea Yesu, manake hauna namna unaweza kuwa salama dhidi ya hiyo mauti. Kwa sababu Mungu anatuthibitishia hapa katika Warumi sura ya 6 mstari wa 23 kwamba karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Manake ili upokee uzima wa milele sasa lazima umpokee Yesu. Manake usipompokea Yesu, karama uzima wa milele sio sehemu yako. Sehemu yako ni mauti. Kwa hiyo swali langu kwako mtu wa Mungu, je, umempokea Yesu? Na kama hujampokea Yesu, je, unasubiri nini? Je, umeridhika kuangamizwa katika mauti ya pili ya jehanamu ya moto wa milele? Ikiwa unasema